tunakufuatilia kwa sababu umeingia kwenye mchezo usiokuhusu. Nyinyi wachumba tu. Naweza nikatoa hata vishundo. Sasa. Bana mbalo. Usoni unaofanyia kwenu. Kwanza, unamsaidia mtu ambaye hastahili kusaidiwa. Pili, kilinga cha uganga unafanyia sehemu ya kufanyia ufuska. Hata tunajifanya ndogo sana na kwenda katika imani yangu kwa mganga kautaka. Mnakwenda unaongea tu. Sasa leo ni lazima tukuadabishe. Yaani nyinyi hatufika la bosi. Mnataka mniaibishe mimi. Amnaniweza kwanza. Kama ya sasa. Mnajifanya mnajua sana. Na mnaweza mkaweka hata kwenye pembe zangu. Nikawapelekeni katika mbingu bahari ya 7 huko. Sasa mlikuwa mnajitapa tu. Mimi ndo mganga kautaka. Wengine kwa tena nyinyi bado watoto wadogo alafu wale watu. Jirani, umeleta mtafaruko, umeleta machafuko. Kwanza samani sana kwa usumbufu, lakini mimi lengo langu ni lile tu, kwamba nachoomba Jaida unisaidie, yani unielekeze mama kwamba yule wa siku ile alikuwa ni nani. Kwa maana toka siku ile umenitokea, yani tumekubaliana twende nyumbani. Yani toka siku ile ulivyogeuka na kuwa vile vitoto vile na mara kuwa mjombangu. Vile vitoto vimekuwa mara kwa mara vikinisumbua. Sasa mimi ninachohitaji kujua kwamba wewe ni nani? Kwa sababu siku ile ulikuwa ni wewe kabisa na ukabadilika. Kutoka kwenye umbile lako kwa umbile la mtoto. Sasa naomba tujadiliane mama na unisaidie kuniambia kwamba kama ni wewe niambie. Ili tujue tunafanya. Kwani wewe unahisi ukiniambia kwamba ulikuwa ni wewe, mimi nitafanya nini? Au unahisi mimi nitaenda kukushtaki kwamba Jaida tulikubaliana, akafika pale akabadilika, sio alikuwa hivi. Mimi ninachotaka nijue ili kwamba kama kuna tatizo, basi tujue tunalifanyaje. Sasa hicho ndio kitu ambacho mimi naomba unisaidie. Hebu niambie kwamba yule siku ile alikuwa ni nani? Je, ulikuwa ni wewe au yule ni rafiki yako mko mapacha labda au hivi iko vipi? Hebu niambie mama niweze kuelewa. Sasa kakaangu, mbona kuna kama unakuwa king'ang'anizi sana? Nilishakwambia mimi na hivyo vitoto tusoni chochote. Na kuhusu mjomba wako mimi simjui. Wewe mwenyewe pia sikujui. Sasa unaambia sijui kuhusu vitoto, sijui kitu gani, sijui nini. Mbona unanichanganya? Mimi sina nia mbaya ya kutaka kujua kwamba yule siku ile alikuwa ni nani. Lengo langu mimi ni zuri tu. Kwa sababu hii itasaidia hata kwako pia kwamba
pengine uweze kujua kwamba kwa nini vitu kama hivi vinatokea. Sasa unaficha malazi, kifo kinaweza kukuumbua mama. Hebu jaribu kunisaidia, kuniambia kwamba yule siku ile alikuwa ni nani. Sikia nikwambie. Huo upuuzi wako na hiyo maneno yako, mpate mjomba wako na hivyo vitoto ndo kawaulize, wakuambie na ujadiliana. So mimi nishakwambia mimi Jaida, lakini sio hivyo vitoto, mimi sio mjomba wako. Mbona kiganganizi? Sikiliza. Yaani ni mara ya mwisho. Kuanzia leo hapa na siku zinazoendelea, ukiniona mimi kama kituo cha polisi. Yaani pita hivi nipite hivi. Maana kila siku ungeagi point wewe. Kila siku unaongea pumba. Chai masu kitu gani, masu mjomba wako. Mimi naosana kitu gani? Kaka, tuheshimiane. Siku nyingine ukinisimamisha, nitakutia mwizi au kibaka. Tena ukome kunisimamisha. Hapa au kupita hapa kwa sababu nimekuona wewe ni mtu sana wa karibu. Mimi hapa ni mjomba wake Shado. Kwa hiyo nimeona kwamba wewe ni rafiki. Nimekukuta mara kadhaa hivi nikiwa mnakuja. Kwa hiyo mimi kukuita hapa ni kwamba kuna vitu ambavyo anavifanya rafiki yako sivyo kabisa. Yaani rafiki yako anadiriki kunifanyia mimi nakaa nje usiku kucha, mchana. Yaani muda wote akifunga mlango akifungua mlango ni wanawake, anaingiza wanawake ndani. Yaani hamna hata nafasi ya mimi niingie tu ndani. Sometimes hata maji ananiletea nje. Sasa maisha gani haya? Sina bora ningekaa kwetu. Pole sana mdogo wangu. Pole sana kwa kukukuta. Yalokuta ni makubwa na ni mazito pia. Hususan wewe yule ni ndugu yako kabisa na yeye anajua amekutoa kijijini kwa maana aje kuishi na mimi Shazo ni rafiki yangu. Rafiki yangu na namuelewa. Tabia hizi anazo. Sio kusema kwamba labda sijui, naelewa hizi tabia anazo na ni mtu ambaye anafagilia sana masuala wanawake, yani anapenda sana na wanawake. Mpaka mtaani hapa pote saizi wamembadilisha hadi jina, wamuita mzee wa Totos, Mr. Mizagamuo sio. Yaani ni majina tu ambaye yeye anaamua kujipa kulingana na anachokifanya. Kupitia hilo mimi imeniuma binafsi, lakini nimelipokea na nitajaribu kusaidia, kwa maana nitamuita yeye nijaribu kuongea naye itakapowezekana, basi tutajua tufanye nini mdogo wangu. Sawa. Jaribu. Yaani kitu anafanya sivyo. Kwa sababu hata kama ni mimi ananiharibu, pia na yeye naona kashaasilika tayari. Kwa sababu yani vitu kama vile mtu yani inakuwaje, yani mtu unaingiza mtu. Yaani sijaiona. Basi sawa, mimi nitajaribu kuongea naye. Na kama itashindikana, basi hapo sasa inabidi uchukue uamuzi kama wewe, kwa sababu hili jambo linakukuta wewe. Na wewe ndio unayeasiliwa zaidi. Unajua kulala nje sio kitu cha masiara. Hususan usiku. Usiku kuna vingi sana. Kuna majambazi, kuna wezi na kadhalika ambao wanaweza kufanya chochote ili wakakuzuru. Umeona? Ili kuokoa hayo sasa, wewe sasa inabidi uchukue uamuzi wa kumpigia dada yake yeye ambaye ni mama yako wewe. Umwelekeze, najua itamgusa na atamwelekeza mdogo wake. Kuhusu hicho anachokifanya sio kizuri. Hivyo itakusaidia wewe. Na yeye labda ataweza kumuelewa dada yake, kwa vile ni dada yake, anaweza kumuelewa. Maana mimi anaweza akanisikiliza na akanipuuzia. Maana mara nyingi sana amekuwa ni mtu wa kunipuuzia mambo mengi. Kwa masuala mengi tunaongea na chukulia masiala sana. Ni mtu wa masiala. Kwa labda kupitia dada yake anaweza kumuelewa. Mimi nitajitahidi kama rafiki yake nitamuelekeza. Asiponielewa basi wewe inabidi ufanye hivyo mdogo wangu.
naomba mkaichukue hiyo nafsi muilete hapa nije kuungana nanyi, lakini msiende na nguo hizo. Mabadilisheni nguo, muende na nguo za kazi. Sasa tunaweza kuondoka. Kwa nini? Naona tu kwa tofauti na mwanzo. Mwanzo ulikuwa unakuja hapa kama kwako, unaorunapo, unakuja, unaondoka, unapika, unafanya nini. Sasa hivi naona hizo hamna kabisa hizo habari. Sijajua shida ni nini mama. Kevin, lakini unakumbuka nilivyokuambia, ukitaka mimi nakuja hapa kwako, fanya vile. Njoo kwetu, nitambulishe kwa wazazi wangu, utoe mahali, unichukue niishi hapa kwako. Hivyo unapokuja na kuondoka unajisikia raha kabisa. Wazazi wangu mimi wanalalamika. Hakuna wazazi wangu hata mmoja anayekujua wewe. Sio baba na sio mama. Wewe mwenyewe wazazi wangu umjui hata mmoja. Fanya hivyo. Uje unichukue mimi tuishi hapa. Kwa sababu ya yote haya ni hilo tu. Hapo siongezee maneno mengine. Mimi ni hilo tu. Jaida. Hali yangu naelewa mwenyewe jinsi ilivyo. Ndio kwanza bado najitafuta kama mtoto wa kiume. Sio kusema kwamba labda mimi napenda tuishi hivi, hapana. Ila mihangaiko yangu bado haijakaa sawa. Ndio maana unaona tuna hivi, sifanyi chochote, siji kwenu, sijajitambulisha. Yote ni kwa sababu bado napambana kama kijana. Lakini nakuhakikishia sio ni kila kitu kitaondoka sawa. Sawa Kevin mpenzi wangu, mimi nimekuelewa. Lakini pambana. Fanya hivyo. Ikiwezekana hata mwaka usiishe. Uje kwa wazazi wangu. Ndio tueme hata kidogo basi hata kujitambulisha ili mimi niwe naishi hapa na wewe. Hivi kuja kuondoka na jizalilisha bana. Sio vizuri. Sipendi hivyo. Ila kutokana na hali yangu jinsi ilivyo ndio maana inakuwa hivyo mama. Basi sawa. Wewe ukishajipanga utaniambia. Haya mimi niko ndani. Jeda, umefikaje hapa? Nimejua tu. Umefika vipi? Kati mimi nilitoka ndani saa 6 usiku. Hamna mtu yoyote anayojua kama mimi nipo hapa. Wewe umejuaje kama mimi nipo hapa? Nimejua tu. Nimekuwa na mawazo sana. Nimeamua nje nikufariji. Acha masiala bana Jeda. Jeda, wewe unataka kuniambia wewe umejuaje mimi nipo hapa? Ni mimi. Wala hata usiniogope. Mimi nimejua tu kama upo hapa. Wala hata usijali. Na usiogope. Nikuja kwa ajili yako nje nikuone. Acha masiala bana Jeda. Njoo. Njoo. Njoo ni mimi. Kweli Jeda? Njoo. Jirani, oh jirani, 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 jirani.